Sikia, tunaendelea sehemu ya 3. Kama nilivyokuambia, ulipolala ufanye nini? Umelaliwa Mwafrika. Sawa. Nimeelezea kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Sasa tunahamia kipande ambacho cha kumwelezea mzungu na mataifa mengine yaliyoendelea. Naomba usije ukakasirika ukajua kwamba ninachokifungumza ni mpumbavu, ni mjinga, sielewi na kupotosha. Siku zote mpumbavu hawezi kumuelewa mwenye akili. Sawa. Ila mwenye akili anaweza kumuelewa mpumbavu. Sasa naomba nikueleze kitu kimoja. Mataifa yaliyoendelea, tunatamka wazungu, tunatamka wa China, tunatamka Waarabu. Yes. Naomba nikwambie kitu hiki hapa. Ukienda China, ukifanya kazi, ukiajiriwa kazi China, mshahara wa bei ya chini si chini ya 500,000. Mfanyakazi anayefanya kazi analipwa bei ya chini si chini ya 500,000 kwa hela ya Kitanzania. Naomba ulielewe hilo. Ukienda Uarabuni, hakuna mwajiriwa aliyeajiriwa analipwa chini ya 500,000. Ni kuanzia 500,000 kwenda juu kwa fedha ya Kitanzania. Ukienda Marekani, hakuna anayeajiriwa anayelipwa chini ya 500,000. Ni 500,000 na kuendelea. Sawa, kwa fedha ya Kitanzania. Na mataifa mengine mengi, sijui Japani, sijui India, yani mataifa yote ambayo yameendelea, ambayo yanayoendelea, yes. Sio yaliyoendelea, yanayoendelea, kwa sababu bado yanaendelea kufanya vitu vikubwa. Sasa utaniambia ni kwa nini hawalipi mishahara ya chini? Kule wanaamini kwamba kila mtu anatakiwa kufanikiwa. Kila mtu anatakiwa kufanikiwa. Na ndio maana wanapenda kumfanyia mtu kitu alizike. Yes, akimpa mtu kazi, anataka mtu afanye kazi. Asifanye kazi kinyonge yani. Unaelewa? Asifanye kazi huku anajuta, mbona ninapewa hela ndogo? Mbona mtu ukifanya kazi kwake, sawa, anakupigia mahesabu kula, anakupigia mahesabu nauli, yani usafiri, anakupigia mahesabu kila kitu. Sijui unaelewa? Yote kwa yote anakutoa kwenye nature za umaskini, anakupeleka kwenye nature za utajiri, ambapo wewe utapokuwepo pale ulipo unajiona umeendelea, lakini wewe siku zote utabaki kuwa ni mwajiriwa. Sasa kwa nini unabaki kuwa mwajiriwa? Wenye akili ndo wanafungua miji. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya au unachotakiwa kutambua au kuelewa iko hivi. Tanzania tulipolala tumelaliwa. Wewe Mtanzania unatoka unaenda kuomba ajira Marekani. Unatoka Tanzania unaenda kuomba ajira
Uingereza, unatoka unaenda kuomba ajira China, unatoka unaenda kuomba ajira Japan, unatoka unaenda kuomba ajira Uarabuni. Jamani, mbona wao hawatoki wakaja kuomba ajira Tanzania? Zaidi wanatoka wanakuja kuomba uwekezaji Tanzania. Hivi yani akili yako umeweka wapi? Halafu tazama mfano mdogo. Tanzania sasa hivi tumekuwa na watu wengi sana wa kigeni ambao wamekuja kuwekeza hapa. Sijui umeelewa? Wamekuja kuwekeza hapa, sio kwamba wanatufundisha. Watatufundisha endapo kama tutaelewa, lakini kama hatuelewi hatuwezi kufundishika. Siku zote mgeni anapokuja kwako, wengi wanasema hivi, mgeni aje mwenyeji apone. Na ikubali sana amesema wahenga, na wasema japokuwa wahenga wanaonekana ni Watanzania, lakini walio wanaitumia misemo kiufasaha sio Watanzania. Sasa Watanzania, watu wanakuja kuwekeza hapa mali. Sisi tunatoka hapa tunaenda kufanya kazi kwao. Tunaenda kuwa waajiri. Wenzetu wanakuja kutuajiri, sisi tunaenda kuajiriwa. Last to face kwamba sisi tumekubali kuwa watumwa. Sinaelewa kwamba yani hata wanapokuja hapa, mimi naweza nikasema Watanzania wote ni praising. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu hakuna Mtanzania aliyeendelea. Sawa, hakuna Mtanzania aliyeendelea, ila wapo Watanzania ambao walihitaji kuendelea ila wamekosa nafasi. Sawa. Kwa hiyo Watanzania wengi, nikisema praising, maana na maanisha kwamba hawana akili. Wataniweza kunichukia kwa sababu hawajui ninalolizungumza. Mtanzania, hata rais anaenda kuwachukua watu raia huko, anawaleta waje wawekeze Tanzania, halafu anawaruhusu vijana wake watoke waende wakaajiriwe huko. Last to face hivi, unachukuaje raia wa kigeni waje wawekeze kwako, halafu wewe unaenda kuajiriwa? Ni makosa makubwa hayo, ni makosa. Kwa sababu unachokifanya ni kitu kimoja ambacho huwezi kukielewa kama hujapata kutambua hapo ulipo unachokifanya ni nini. Unapomleta mtu kuja kufanya kazi nyumbani kwako, una uwezo wa kumtawala. Sio, unaelewa? Wewe binafsi una uwezo wa kumtawala, lakini yeye mwajiriwa, yule mtu ambaye amekuja kufanya kazi kwako, ana uwezo wa kukufanya bila anavyotaka. Sasa Tanzania tumeleta watu wawekezaji waje wawekeze, si ndio? Na sio kwamba wanawekeza nini, wanawekeza miradi. Unajua miradi wewe? Unajua maana ya mradi wewe? Mtu akishatanua wigo wa miradi, akishakutanua wigo wa miradi, akishaelewa kwamba
kipi kwake yeye kitakuwa ni thamani zaidi, wewe lazima utafilisika. Na ukifilisika, wewe utakuwa mtumwa miaka yote. Mtu anakuambia kwamba anasema kwamba Tanzania ikiuzwa, wa Tanzania tutauliwa. Hayo sisi festi hakuna Mtanzania atakayeuliwa, ila tutafanywa kuwa watumwa. Mwanzo tulikuwa tunabebeshwa mizigo, kwa sababu mwanzo ilikuwa ni nguvu nyingi, akili kidogo. Kwa hiyo mzigo tunabeba huko, wazungu wanachukua, watu wanabeba, wanatokea, tunatumiwa kwa nguvu. Tunafanya kazi ngumu nzito kwa sababu ya nini? Ya kutumikishwa. Wenzetu hawataki wao kufanya mikazi migumu mizito, wanaona kama wataumiza akili zao. Kwa hiyo wanafanya nini? Wanatutumia sisi, kwa wanatutumia nguvu. Lakini saizi sasa hivi wanatumia akili. Wanatumia akili mingi, nguvu kidogo. Sasa hivi wewe Mtanzania utakuwa unatumikishwa katika mambo yafuatayo. Ninapomaanisha Tanzania, nasema Tanzania lakini namaanisha Afrika nzima. Last to first. Unaweza usinielewe kama hujaelewa. Sasa mtu wa Tanzania tumetekwa kiasi cha kwamba tutatumikishwa katika mambo yafuatayo. Kwanza, tutakuwa kila wanaloliandaa wenzetu watakuwa wanahitaji kufanya majaribio. Jaribio likihitajika kutumia binadamu, watatuchukua sisi wa Afrika, wanakuchukua na mdapo mmoja, we njoo, haya sumu hii tunataka tuone inaua au haiui. Wanakupa wewe, unakunywa, ukifa wanajua kumbe inaua, basi yenyewe. Usipokufa wanajua bado hapa tujamaliza. Umeona? Kuona kwa ni ujaribio. Sawa. Haya, unakuwa kama spare. Spare. Sawa. Kingine, tunakuwa watu ambao tutakuwa chini ya, yaani hapa taikuwa nasimama ni rais tu, na rais naye anatumikishwa vile vile, kwa sababu atakuwa yuko chini ya watu. Yaani rais wa nchi yuko chini ya watu, kwa hiyo peni pale anakuwa amewekwa. Unaelewa? Yeye hawezi kupinga. Atapinga nini? Au atapinga kwa ajili ya nini? Uwezo huo wa kupinga kwake utakuwa ni mgumu, kwa sababu ni kwa ajili ya uongozi wa watu. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaongozwa. Wale wakitoa kauli, nchi nzima inazima sawa. Rais akitoa kauli, kama wale hawajapendezwa nayo, wakimpiga kilungu rais, nchi nzima inatetemeka. Baba jamani, mtu ache. Makosa hayo. Basi tunakuwa watumwa sana, watumwa. Okay, you are the first. Funguka hapo ulipolala, umelaliwa. Kwa hiyo amka. Naomba tuendelee kipindi kinachofuata. Asante sana. Utajifunza mengi. Bado tuendelee kubless.